Kwa majina anaitwa Goodluck Sixtus Lunga, mimi ni mwanasheria. Leo mada inatuleta hapa ni kuhusu sheria za barabarani na matumizi ya ving'ora. Tutajikita katika vipengele vitano. Kipengele cha kwanza kitakuwa ni sheria inamtambua nani kisheria kuruhusiwa kutumia ving'ora maalum barabarani. Je, ni rais pekee, ambulance pekee, zimamoto, polisi au kama kuna orodha rasmi ndani ya sheria. Kipengele cha pili, je, gari la mtu binafsi au kiongozi wa taasisi linaweza kufunga na kutumia king'ora kihalali? Na kama linaweza, je, linahitaji kibali maalum na kibali hicho kinatolewa na nani? Kipengele cha tatu, sheria inasema nini kuhusu adhabu kwa mtu anayetumia king'ora bila ruhusa? Ni kosa la jinai? Je, kuna fine au kufungiwa leseni? Na kipengele cha nne, je, matumizi ya king'ora yanampa dereva haki ya kuvunja sheria nyingine za barabarani, mfano kupita taa nyekundu, kuendesha mwendo kasi au kuvunja foleni? Na kipengele cha tano na cha mwisho, endapo gari linatumia king'ora kwa lengo la kuepuka foleni, kuwa kwenye dharura halisi, je, hilo ni kosa? Na nani anawajibika? Je, ni dereva au mmiliki? Hivyo ndio vipengele ambavyo tutajikita leo katika siku ya leo. Kwa kwanza na kipengele cha kwanza ambacho kinasema sheria inamtambua nani kisheria kuruhusiwa kutumia king'ora maalum barabarani, ambacho anasema je, ni rais au ambulance au zimamoto kadhalika. Kwa kuanza kuongelea hichi kitu, mifumo ya usalama barabarani nchini Tanzania inasimamiwa na misingi madhubuti ya kisheria inayolenga kuhakikisha usalama wa raia pamoja na mali zao na utulivu wa jamii. Moja ya maeneo yanayoibua changamoto kubwa katika utekelezaji huu wa sheria na matumizi ya barabarani hususa pia ni ving'ora. Katika mazingira ya ukuaji ya miji kama vile jiji letu la Dar es Salaam, hii imekuwa ni changamoto kubwa sana katika vifaa hivi ambavyo tunaona magari mbalimbali yanakuwa yanaweka ving'ora. Sheria ya usalama barabarani, the Road Traffic Act, sura ya 168 ya sheria Tanzania toleo la 2023 inatoa muundo wa kisheria unaobainisha nani, lini na vifaa gani ambavyo vinatakiwa kutumia ving'ora. Utafiti huu unachambua kina misingi ya kisheria inayojaribu ving'ora barabarani, ukigusa maeneo ya utambulisho wa matumiaji, taratibu za utoaji vibali, magari yasiyo dharura, adhabu na ukiukwaji wa mipaka ya upendeleo wa kisheria unaopewa madereva wa dharura. Aidha, ripoti inaangazia mazingira ya kijamii, kisiasa mwaka 2024 na 2025 ambapo matumizi ya ving'ora yameongezeka sana hasa katika jiji la Dar es Salaam, ambapo watu mbalimbali wamekuwa wakitumia ving'ora hivi bila kupata kibali maalum kutoka kwa sehemu husika. Utambulisho wa kisheria wa utumiaji wa ving'ora barabarani. Sheria ya usalama barabarani Tanzania haitoi ruhusa ya ujumla kwa gari la serikali au gari kiongozi kutumia ving'ora. Badala yake inajenga kategoria maalum kulingana na majukumu ya chombo husika barabarani. Kifungu cha 65 cha sheria ya barabarani ndicho msingi mkuu wa kutambulisha magari ya dharura. Magari yanayoruhusiwa kutumia ving'ora ni yale yenye maslahi mapana ya usalama wa umma, uokoaji, au yanayojumuisha makundi yafuatayo. Kundi la kwanza, magari ya jeshi la polisi na vyombo vya usalama. Magari haya yanaruhusiwa kutumia ving'ora yanapokuwa katika harakati za kuzuia uhalifu au kufuatilia uhalifu au kuelekea kwenye tukio la uhalifu ambalo linapotokea. Jeshi la polisi chini ya usimamizi mkuu wa jeshi la polisi IGP ndio msimamizi mkuu wa amani barabarani na lina mamlaka ya kutumia ving'ora hivi. Nyingine ni magari ya jeshi ya zimamoto na uokoaji. Haya ni magari yanayoelekea kwenye matukio ya moto na majanga mengine ya asili ya binadamu. Matumizi ya king'ora katika magari haya ni hitaji ya kiusalama na ni kihonyo watumiaji wengine wa barabarani kutoa njia kwa ajili ya uokoaji ya maisha na mali. Pia eneo jingine ni ambulance na magari ya huduma ya afya. Haya ni magari ambayo ni mojawapo yapo katika sehemu ya dharura, ambayo haya moja kwa moja yanapata nafasi ya kuweka king'ora hicho. Na eneo jingine ni msafara wa rais na viongozi wakuu. Msafara wa rais ni
unapewa hadhi ya kuwa na hivyo king'ola. Ukiangalia kifungu cha 52 ya sheria ya usalama barabarani kinakataza kuzuia na kuingilia msafara wa rais au viongozi huo. Tukienda kwenye kipengele cha pili, je, gari la mtu binafsi au kiongozi wa taasisi linaweza kufunga na kutumia king'ola kihalali? Kama linaweza, linahitaji kibali maalum. Hicho kinatolewa na nani? Tukiendelea kuongea kwenye hili swala la pili, matumizi ya ving'ola kwenye magari binafsi na ya taasisi na mashirika ya umma au watu binafsi yanaweza kufunga na kutumia ving'ola kwenye magari yao kwa mujibu wa tafsiri ya sheria ya usalama barabarani na miongozo iliyotolewa na Jeshi la Polisi nchini Tanzania. Jibu la swali la msingi ni kuwa matumizi hayo ni kinyume cha sheria isipokuwa kama kuna kibali maalum. Marufuku ya magari binafsi na magari ya umma usafiri mnamo mwaka 2019, Mamlaka ya Usalama Barabarani nchini Tanzania zikiongozwa na Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam zilitoa tamko rasmi kupiga marufuku matumizi ya ving'ola kwa magari yasiyo ya dharura. Marufuku hii ililenga makundi yafuatayo: bajaji na bodaboda. Kumekuwa na tabia ya madereva wa pikipiki na bajaji kufunga ving'ola na taa zenye rangi zinazofanana na za polisi kuvutia wateja na kupitia kwenye foleni. Polisi walibainisha kuwa vitendo hivi vinaleta mkanganyiko mkubwa, ambapo ni wanadhani ni msafara wa viongozi mkuu, kumbe ni usafiri wa kawaida wa abiria. Pia magari ya viongozi na mashirika wa taasisi. Viongozi wengi wa taasisi wamekuwa wakifunga ving'ola ili kupata upendeleo barabarani. Sheria inasisitiza kuwa vyeo vya kiofisi katika taasisi za kiraia havitoi haki ya moja kwa moja kuwa na hizo taa za ving'ola, lakini bali pasipokuwa na kibali maalum ambacho kinatolewa katika sehemu husika. Mchakato wa kupata kibali na mamlaka husika kwa lengo lolote ambalo halimo kwenye kundi la asili ya magari ya dharura, polisi, zimamoto au ambulance. Kufunga kifaa cha kutoa sauti maalum kama king'ola kinahitaji kibali maalum kutoka kwa mkuu wa Jeshi la Polisi IGP. Kibali hiki hakitolewi kwa urahisi. Mmiliki lazima athibitishe kuwa mahitaji ya kipekee ya usalama yanafanya gari hilo lihitaji ving'ola. Kwa mfano, makampuni ya usalama yanayobeba fedha, CIT, cash in transit, yanaweza kuomba kibali cha kutumia ving'ola wakati wa kusafirisha mali zenye thamani kubwa. Hata hivyo, mara baada ya kupata kibali hicho, matumizi yanabaki kuwa chini ya udhibiti mkali wa Jeshi la Polisi na yanaweza kufuata wakati wowote endapo yatatumika kinyume na kusudi yanayokusudiwa. Hivyo naweza kupatiwa kibali, lakini kama ukivunja makubaliano ya kibali kile unaweza kuvunjiwa muda wowote ule. Na Jeshi la Polisi na mamlaka kuvunja hicho kibali wakati wowote ule kama ukienda tofauti na kusudi la kibali hicho. Tukienda katika kipengele cha tatu ambacho kinasema sheria inasema nini kuhusu adhabu kwa mtu anayetumia king'ola bila ruhusa. Je, ni kosa la jinai? Je, kutakuwa kuna fine au kutakuwa kuna kufungiwa kwa leseni? Yafuatayo ni majibu ya hiyo swali, ambayo tunaanza kwamba makosa ya adhabu kwa matumizi haramu ya ving'ola. Utekelezaji wa sheria barabarani nchini Tanzania unahusisha adhabu mbalimbali kwa wale wanaokiuka taratibu na matumizi ya ving'ola. Adhabu hizi zimeainishwa katika sheria ya usalama barabarani, kanuni za makosa usalama barabarani, Road Traffic Notification of Offense Regulation. Aina za makosa na adhabu zake. Faini za papo hapo. Hii ndio adhabu ya kawaida ya madereva wanaopatikana na ving'ola haramu chini ya mfumo wa kutoa taarifa ya makosa. Dereva anaweza kutozwa faini ya shilingi 30,000 hata zaidi ya, kulingana na uzito wa kosa, ikiwa dereva ametumia king'ola hicho kusababisha usumbufu mkubwa barabarani. Pili, kunyang'anywa kwa vifaa. Askari wa usalama barabarani wa mamlaka chini ya kifungu cha 101 cha usalama barabarani kuamuru gari lipeleke kituo cha polisi na vifaa vilivyofungwa kinyume na sheria katika gari hilo husika viweze kutolewa kabisa. Pia katika msako wa mwaka 2019 polisi waliondoa mamia ya ving'ola ya taa katika magari mbalimbali, katika bajaji, pia katika magari mbalimbali ambayo walikuwa wameweza kufunga ving'ola hivi. Kifungu cha mashtaka ya jinai. Ikiwa mtu atatumia king'ola kwa lengo la kujifanya afisa serikali au askari wa polisi,
Ili linakuwa kosa la jinai chini ya kanuni ya adhabu ya Penal Code. Adhabu yake inaweza kujumuisha kifungo cha jela. Vile vile kama matumizi ya king'ola yatasababisha ajali mbaya, dereva anaweza kushtakiwa kwa kuendesha kwa hatari. Je, matumizi ya king'ola yanampa dereva haki za kuvunja sheria nyingine barabarani? Mfano, kupita katika taa nyekundu, kuendesha mwendokasi au kuvunja foleni. Haki ya kuvunja sheria za kawaida. Dereva wa gari ya dharura, polisi, zimamoto au ambulance anapokuwa anatumia king'ola na taa kwa ajili ya dharura, kweli anapewa ruhusa ya kufanya mambo ambayo dereva wa kawaida hawezi. Mfano, kupita katika taa nyekundu. Anaweza kupita, lakini lazima apunguze mwendo kuhakikisha kuwa hakuna magari mengine yanayopita ambayo yanahatarishwa katika kupita kwake hapo. Kupita upande usioruhusiwa. Anaweza kuingia upande wa pili wa barabara au kupita kwenye njia za wapita kwa miguu ikiwa lazima uokoaji ufanyike kwa haraka. Na ajifanye hivyo usalama wa kanuni, tahadhari inayostahili, due regard. Hii ndio nguzo kuu ya sheria ya dharura. Sheria inasisitiza kisheria kwa kulinda maisha na mali za watu wengine. Ikiwa dereva wa ambulance hatapita kwenye taa nyekundu kwa kasi kubwa bila kuangalia upande wa pili na kusababisha ajali, bado anaweza kuwajibika kisheria. Uendeshaji usiojali, careless driving. Hii ndio nguzo kuu ya sheria ya dharura. Sheria inasisitiza kuwa matumizi ya king'ola hayamuondelei dereva wajibu wa kisheria wa kulinda maisha na mali za watu wengine. Ikiwa dereva wa ambulance atapita katika taa nyekundu kwa kasi kubwa bila kuangalia upande wa pili na kusababisha ajali, bado anaweza kuwajibika kisheria kwa uendeshaji usiojali, careless driving, katika chini ya kifungu cha 61 cha usalama wa barabarani. Na kipengele chetu cha 5 na cha mwisho, endapo gari litatumia king'ola kwa lengo la kuepuka foleni bila kuwa kwenye dharura halisi, je, hilo ni kosa? Na nani anawajibika, dereva au mmiliki wa gari? Matumizi ya ving'ola kukwepa foleni ni kosa wajibikaji. Changamoto moja kubwa katika barabara za majiji kama Dar es Salaam ni matumizi ya ving'ola kwa lengo la kuepuka msongamano wa magari bila kuwepo kwa dharura yoyote ya msingi. Kitendo hiki kinachukuliwa kuwa ni matumizi mabaya ya chombo cha moto na mamlaka ya kisheria. Watu wengi wamekuwa wakitumia hizi taa kama kukwepa foleni, kwa dhumuni la kukwepa foleni wakiwa na haraka. Je, ni kosa kisheria? Ndiyo. Ikiwa gari ya dharura, hata kama ni la serikali au la polisi, linatumia king'ola wakati haliko kwenye safari za dharura, mfano dereva anawasha king'ola ili awahi kufika nyumbani au anapeleka gari garage, hili ni kosa chini ya kifungu cha 103 cha sheria ya usalama barabarani. Kosa hili linaangukia chini ya matumizi yasiyo na tija ya ishara za onyo na linaweza kuadhibiwa kwa faini. Vile vile kifungu cha 61 kinabainisha kuwa mtu yeyote anayeendesha gari bila kuzingatia watumiaji wengine wa barabara anafanya kosa. Kutumia king'ola kusumbua watu wengine ili upite foleni wakati huna dharura ni kosa la kutokuzingatia wengine barabarani. Nani anawajibika, dereva au mmiliki? Sheria ya Tanzania imeweka misingi ya uwajibikaji wa pande zote mbili. Dereva ndiye mtu anayesimamia uendeshaji wa gari wakati kosa linatendeka. Kifungu cha 94 cha sheria ya usalama barabarani kinamtaka mmiliki au mtu anayekodisha gari kutoa utambulisho wa dereva aliyekuwa anaendesha gari wakati wa kosa. Ikiwa dereva anatambulika, yeye ndiye atapata faini na kupoteza alama kwenye leseni yake. Mmiliki chini ya kifungu cha 95 cha sheria ya usalama barabarani anaweza kuwajibika ikiwa atashindwa kutoa ushirikiano kwa polisi kumtambua dereva au ikiwa itathibitika kuwa mmiliki alitoa maelekezo kwa dereva kutumia king'ola kinyume na sheria. Kwa magari ya taasisi au mkuu wa taasisi au msimamizi wa usafiri anaweza kuhojiwa kuhusu miongozo ya matumizi ya magari ya dharura na taasisi hiyo. Kwa magari ya kampuni au taasisi ya serikali, kifungu cha 118 cha sheria ya usalama barabarani kinabainisha kuwa sheria inatumika kwa watumishi wa umma na magari ya serikali kwa namna sawa na inavyotumika kwa raia wa kawaida.
kwa namna sawa na inavyotumika kwa raia wa kawaida, isipokuwa tu kwa yale maeneo yaliyopewa msamaha maalum. Hii ina maana yale maeneo yaliyopewa msamaha maalum, hii ina maana kuwa hata dereva wa gari ya serikali anaweza kupigwa fine binafsi kwa matumizi mabaya ya king'ola. Athari za kisaikolojia za ving'ola. Kuna dhana ya kisaikolojia ambapo raia wanapozoea kusikia ving'ola kila wakati huanza kupuuza pale wanaposikia ving'ola. Hii ni hatari sana kwa sababu inapunguza kasi ya madereva kutoa njia kwa ajili ya ambulance zenye wagonjwa wa dharura wa kweli. Mfano, inaweza kuwa kuna ambulance inakuja lakini watu wakapuuzia kwa kuwa wanakuwa wameshazoea kwamba ni ving'ola vya kawaida. Pia inaleta chuki dhidi ya vyombo vya dola, ambapo raia wanaona ving'ola kama chombo cha ukandamizaji barabarani badala ya chombo cha uokoaji. Hitimisho na mapendekezo kwa watumiaji wa barabara. Sheria za barabarani nchini Tanzania kuhusu matumizi ya ving'ola zimejengwa juu ya msingi ya kuokoa maisha na kuhakikisha usalama wa umma. Matumizi yoyote ya vifaa hivi nje ya kundi ya dharura, polisi, zimamoto, ambulance na msafara wa rais ni ukiukwaji wa sheria, unaweza kupelekea adhabu kali kuanzia fine hadi vifungo jela na kufungiwa leseni. Kwa madereva wa kawaida na raia, ni wajibu kutoa njia mara moja unaposikia king'ola au kuona taa dharura zinawaka nyuma yako. Fanya hivyo kwa usalama wa kusogea upande wa kushoto wa barabara. Usiingilie msafara wa viongozi, rais, makamu, waziri mkuu au viongozi wengine wakubwa, kwani kufanya hivyo ni kosa la kisheria linaweza kupelekea kifungo au kutaifishwa kwa gari lako. Ripoti magari yote binafsi au taasisi yanayotumia king'ola kinyume na cha sheria, hususa yale yanayotumia vifaa hivyo kukwepa foleni bila dharura ya kweli. Kwa madereva wa magari ya dharura na ya magari ya viongozi, kumbuka kuwa na king'ola ni nyenzo ya dharura, si alama ya hadhi ya kijamii. Matumizi yake yasiyo lazima yanapunguza heshima na utii wa sheria barabarani. Hivyo, hata ukiwa na king'ola bado unawajibika kisheria kufuata sheria zote za barabarani. Uwajibikaji wa kisheria unaweza kumwangukia dereva binafsi au mmiliki wa gari ikiwa itathibitika kuwa king'ola kitumika kwa manufaa ya kibinafsi kukwepa foleni. Watumiaji wote wa barabara wanahimizwa kuheshimu ishara hizi maalum ili kujenga utamaduni na usalama na ustaarabu barabarani kwa manufaa ya taifa zima. Asanteni mpaka wakati mwingine. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.